Habari za mdau mpendwa mtazamaji wa Tukutane TV, matumani yangu uwe mzima afya pote ambapo unatufuata ulimwenguni. Karibu kuweza kufuata matangazo yetu ya siku ya leo. Mimi ni Juma Masuku, kwa nyuma kamera ni Pepe Uilonja. Yaliyojiri kwa sasa mpendwa mtazamaji ni kwamba limewasili leo ndani ya mji wa Baraka Kamanda Omari Alonda aka Dragon na kikosi chake ili kwenda kujielekeza mjini Uvira kwenda kusaidiana na vikundi vya wazalendo ambavyo vinapatikana hapo ili kuweza kufukuza adui na kuweza kupambana na adui ambaye ni msumbufu kwa sasa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo M23 chini ya uongozi wa Kone Nanga. Baada hayo Tukutane TV tumejivua gamba na kumfuata moja kwa moja Dragon awezi kutuambia ni namna gani ameweza kujipanga kwa ajili ya kwenda kupambana na vikosi hivyo. Huyu ametuambia kwamba Generali Amuri William Yakutumba anamsubiri tarafani Uvira ili waweze kuungana moja kwa moja na kwenda kuikomboa mji wa Bukavu. Baada ya hapo wasonge mbele mpaka mkoa wa Kivu Kaskazini. Hawa wamejipanga vilivyo na wamejipanga vya kutosha, na wamesema kwamba ni moja kwa moja ruhusa hiyo walioipata kwa Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kuweza kutegemea jeshi la wazalendo, na wanasema wao wako tayari kama watoto wa nchi kuweza kuipigania nchi hao. Huyu hapa Dragon anakuwa na mengi ya kuongea mbele ya kamera ya Pepe Uilonja. Vikosi vya mingi vinabakia. Tuko na vikosi vya mingi sana. Kwa mama tunakuya na wengine wakiana kule. Hadi tuingie Bukavu ndio kuacha hapa tukikia, lakini kwa hiyo mama tuko na tukikia hapa na wengine tunakuya. Naenda hadi tunafika pale Uvira tunabeba wengine wenzetu wale tunadvance tunaingia Bukavu. Umesema kwamba umeacha vingine vikosi huko ulipotokea katika mkoa wa Manyema. Unafikiri vikosi ambavyo umekwenda navyo huko kwenye shamba la mapambano vitaweza kumpiga adui vilivyo? Adui ana nguvu. Hii kikosi ambayo nabeba ni kikosi kenye ninategemea. Tukishapambana mapambano. Hapa hivi naona kwanza naleta wa mingi sana. Nabeba mingi. Adui yenye kwa Bukavu, kikosi kenye niko nakyo najua kama bangine watafika sasa. Labda watu wangependa kufahamu mnapata msaada yote kutoka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Hakuna msaada ambao yote tuko nao. Unajua tuko na msaada ambao tuko nao ni raia yenyewe na kipigania. Lakini sasa hivi kuna makundi mengine ambayo yametangulia kabla yenu na bado hawajaanza kuanzisha mashambulizi yoyote. Upande wenu mtaingia katika mkondo ule au namna gani? Wale walikuwa wananichunga nikifika ninajua kama na lance operation. Alikuwa ananichunga. Hivi mategemeo yako ni gani? Siri ya mategemeo yako ni gani kwa kuweza kushinda vita hivyo? Kwa sababu umesema kwamba raia wapokee matumaini kwa kushinda vita hivyo. Raia tuombe Mungu, na tunajua tulishapambana mapambano bila msaada yoyote. Na kwa leo president anaita watu bende wapige adui. Tunajua tuko nyuma ya president. Tukifika Uvira nilisikia kama pamoja baishapokea ile yenye walipokea, na hii niko nayo inatosha kwa kupiga adui. Na najua kusema kama adui alikuwa na nguvu ni sisi Wakongomani ndio tulikuwa tunamsaidia. Ule mama hapa wazalendo beko determine kufukuza adui, na nikiingia Uvira kesho ninajua kesho kuto wala kesho yake ninapasika kufika kufro kwenye kuko adui. Lakini ukiangalia upande wa vifaa, licha kwamba umesema kwamba vingine viko kule, vifaa vinaonekana kama vile ni vidogo, maana kila jeshi anaonekana kama vile ana kifaa kimoja, na inasemekana kwamba adui ana vifaa vikali. Unadhani kwamba vifaa vya kivita ambavyo unavyo vitaweza kumdhibiti vizuri adui? Kabila tulipambana naye hatakuwa na vifaa kama hivi hapa. Hapo unaona ni badogo. Sawa? Niko na vifaa vya mingi tuko na biliko magari. Na sasa tutafika mtaiona adui kama iko na vifaa gani tutatumikisha juu serikali yetu ya Kongo iko na vifaa kupita ya Rwanda. Raia wengi wanasema kwamba watoto wetu wazalendo wanakuwa ni wababe sana kwa kupigana katika maeneo ya mapori na kule ni mjini. Je, madai haya au utaambia nini raia kwa kuwatoa mwi confusion ya wao kusema kwamba mnakuwa wababe kwa kuweza kupigana katika mapori na sio katika miji ambayo tayari imekwisha kuendelea? Ninaambia raia ya Baraka itulie. Tulipigana mapori, kwa hivi tunaingia mumugini tutashinda tu. Ninajua mpori ndio mnakuwa kitu cha ajabu, lakini mumugini mko wazi. Na tena mko fasi ya mzuri kugombania vita.
Na sasa hivi raia wanadai kwamba huenda labda huko ambako mnakoelekea mnakuwa mnakwenda kuikaa kimya kwa kuweza kupewa pesa. Raia utawahakikishia nini kwa wale? Binafsi ninakuambia huko bale bakubwa balipewa pesa, na mimi bakinipa pesa nitaibeba napatia jeshi na advance kupigana na itakuwa ni prime d'encouragement ya basoda. Sasa hivi ukiangalia kwamba mnaelekea katika shamba la mapambano huko mjini Bukavu, na ukiangalia kwamba tariki 18 mwezi huu rais wa DRC Felix Tshisekedi watakwenda kutanana na waasi wa M23. Upande wako wewe, ile makubaliano au yale mazungumzo yao unapokea namna gani? Ile siye wazalendo haikiingi ndani yetu. Binafsi siwezi nikaitika hivi, naisha toka Manyema na kwa kusidi Kivu, siwezi nikarudia bila kugombana sasa. Ndio president atuambia twende tugombane, na kukikuwa maongezi ya chini chini kwetu ya kwa atupatie ile maordre ya kusema kama beko na maongezi, wanatuambia ni kwenda kupigana. Na wakati wenda labda kishaza kusikilizana nini kama vile takuwa maamuzi yako kama vile kiongozi? Tutamugeuka nani president? Jua litukuta tuko watoto ya nchi na nchi yetu. Akiitika Mnyarwanda ingie ndani ya nchi, tutamugeuka. Kila kitu kiko na faida, kamanda. Sijui nini ambayo mmeweza kuelewana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu ukiangalia kwamba sasa hivi inasemekana kwamba vita inakuwa ni ya maslahi. Nini ambayo uliweza kuelewana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Rais aliita batu Kinshasa akabaambia kusema kama anatutegemea si wazalendo, na akatuambia hawezi kubali kupoteza sentime hata kidogo ya Kongo, na akikubaliana na Mnyarwanda manake deja tutamukonsidere na yeye kama vile Rwanda. Na sisi tulibeba silaha juu ya kupigana na adui mwenye yuko napenda kubeba kipasu ya Kongo, na hatuwezi kubali hata sentime moja ya Kongo ipotee. Lakini kamanda, huko mnakoelekea kuna vikosi vingi, kuna vikosi vya kamanda ya Kutumba, vikosi vya kamanda Rene, vikosi vya kamanda Ela, vikosi vya makamanda ni wengi katika eneo hilo. Sijui wewe utakubali kuweza kuongozwa na makamanda wengine huko ambako unakoelekea kwenye shamba la vita? Mimi niko komanda, ninaongoza kigundi yangu kutoka Manyema. Tangu zamani tunakoka kila mtu na grupu yake. Pour le moment nakuja kupiganisha adui, itabakuta pale tutaongea, kila mtu yuko na kigundi yake. Niko komanda, ninaongoza trupu yangu. Na labda raia wategemee kisha siku ngapi wasikie kwamba umeanza vitu vyako? Ningali munjia, lakini naambia raia ya Baraka itulie, nifike nisikie maordre yenye kuwa pale. Lakini tuko naongea na mzee William, ninamwambia kufika yangu ile michezo ilikuwa haitoshe. Kufika yangu ya Uvira, kama alikuwa naongea na adui, kama alikuwa anacheza na FRDC, sie tuko zamani tukishakamata silaha, tuko miaka na miaka ndani hapo. Na najua mzee angeanja kazi bado yangine mabikundi yenye anatumikaka nayo haikuwa bado kufika. Kama vile nakwambia, mimi ndio nilikuwa nabakia wa mwisho. Nikifika nina miasire kusema kama tunaenda dandeju, mutasikia risasi nalipo. Labda katika vikosi ambavyo vimetangulia huko Bukavu, kikosi kipi ambacho unaona kwamba kinaweza kikazidi kikosi chako nguvu? Unaona bote ni batoto ya Kongo, tunajuana michezo tunachezaka. Kila mtu unaona hata ndani ya kabumbu kuko numero 5, numero 4, numero 10. Kila mtu yuko nafasi anapikaka nani kabumbu, nani numero yake. Labda kiongozi, sijui unakuwa na ujumbe gani kwa raia wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka wanaokusikiliza kwa muda huu? Ninaambia raia itulie, tuombe Mungu, tunaenda ndani ya mapambano. Wasituachilie kutusaidia juu tangu zamani tulikuwa nagombana bila kupewa msaada yoyote na gouvernement, tulikuwa nagombana na msaada wa raia. Tujipiganie shepe. Na labda sijui unakuwa na ujumbe gani pia kwa adui huko aliko, utamwambia nini? Adui ajitayarishe, Drago Rouge anaingia.